Ufanyaji wa mazoezi unaweza kuwa ni tiba ya kisukari, unaweza kuwa ni tiba ya mtu anayetaka kupungua uzito, ukamsaidia kupungua uzito. Unaweza kuwa ni tiba ya magonjwa ya moyo, magonjwa ya pressure. Ikoje hii? Moja ya swali ambalo watu wananiuliza au comment ambazo ninaziona sana, unaweza kaandaa somo zuri la kumsaidia mtu mwenye kisukari au mtu mwenye kupungua uzito. Mtu anakuja kwa comment anakuambia, tiba ya kisukari ni mazoezi. Tufanye mazoezi ya kutosha, sukari itashuka, mambo yako yatakwenda vizuri. Na huenda wao inawapa matokeo kwa kiasi fulani. Au kwenye kupungua uzito. Na wengine wana matatizo hayo lakini anajipa moyo anakuambia, unajua niko busy tu na kazi, lakini nikifanya mazoezi ya kutosha, sukari inakaga vizuri. Mimi nitapungua. Japo wengi ambao wana kisukari pamoja na ufanyaji wa mazoezi tatizo lao halijaondoka, japo huwa wanaona matokeo kiasi fulani. Na wale wenye uzito mkubwa baadhi huwa wanaona matokeo, lakini wengi wanaweza kwenda gym wakafanya mazoezi yote, wakakimbia, lakini bado uzito uko pale pale. Nataka nikwambie ukweli. Mchango wa mazoezi katika suluhisho la haya matatizo ni 20% tu. Lakini 80% zinategemea na chakula chako. Ni kweli unaweza kufanya mazoezi ukashinikiza seli zako za kwenye misuli kuweza kutumia hiyo sukari. Na ndio maana unaweza kupima ukaona kuna mabadiliko fulani ya sukari. Lakini haimaanishi kwamba hiyo ndio tiba. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu tu ya management. Na huwezi kufanya mazoezi kila siku ili kushusha sukari. Kwa hiyo kama unakula vibaya, hayo mazoezi yatakuwa na mchango mdogo sana. Na kitakachotokea, hatuombei, lakini kitakachotokea ni hiki hapa. Kama una tatizo la kisukari, kwa sababu mchango wa mazoezi ni mdogo sana, na kwa sababu utakuwa umeshaamini hiyo ndio tiba, utaendelea kula vibaya, ugonjwa utakomaa. Kwa hiyo utakutengenezea madhara makubwa ambayo pengine ni maumivu ya mwili, pengine ni vidonda, pengine ni ganzi kali. Utashindwa kufanya hayo mazoezi. Mwisho wa siku hiyo tiba unayoiamini utakosa stamina za kuifanya. Si unaamini mazoezi ndio kila kitu? Na kwa sababu ina mchango mdogo unaendelea kula vibaya, unashangaa unapata matatizo ya mgongo. Ukifanya mazoezi mazito unajiumiza zaidi. Na ndio maana watu kama hao kuna muda huwa nawaambia, hivi unajua kwamba ukiniambia mazoezi ndio kila kitu, mtu ambaye alishapata haya matatizo kwa sababu kisukari kimemharibu, hawezi kufanya mazoezi mazito, miguu inamuuma, joint zinauma, kiuno kinamsumbua. Je, huyo naye atafanya mazoezi? Japo mazoezi huwa ni muhimu, hata wale ambao wanakuja kwenye programu zangu, anapokuwa katika hatua ambayo anamwambia achana na mazoezi ambayo yanakuumiza, hata kama ni kukimbia, kutembea, sio kubeba vitu, achana navyo kwanza. Tufocus na chakula. Mwili ukianza kuwa vizuri, hayo mazoezi tutakuja kuyafanya baadaye. Sasa hivi fanya yale ya kawaida tu, kama ni kufua, kuosha vyombo, kutembea tembea, fanya unayoyamudu. Lakini kupitia lishe wanakuja kuwa vizuri kabisa. Na wengine wananiambia kabisa, mbona uhamasishi mazoezi au uhamasishi mazoezi? Mimi naamini mazoezi kila mtu anajua. Kwenye lishe ndio wengi hatujui, kwa sababu asilimia kubwa vyakula vingi tunavyovitumia sio sahihi na tunajiamini tuko sahihi. Wengi ugonjwa wa kisukari, wengi ukiona sahani zao ni mbaya sana. Katika wagonjwa 10 wanaonipigia kwa ajili ya issue ya kisukari, 95% wanakula vibaya. Lakini wao wanaamini wako vizuri. Tena wanajisifu kabisa. Namshukuru Mungu, mimi kwenye diet niko vizuri. Sili vyakula ya ajabu ajabu. Namwambia okay, hebu niambie asubuhi, mchana, jioni unakula vyakula gani? Akikuelezea unaona kabisa wewe you don't know what you don't know. Ina maana unajidanganya na unaamini kuna kitu kinafanyika, kumbe unalea ugonjwa. Akija kujielimisha akaelewa na unajua kumbe. Kwa hiyo mazoezi ni mazuri sana kwa mtu anayepungua uzito, kwa mtu anayetaka kudhibiti kisukari. Unapofanya mazoezi unarekebisha mzunguko wa damu. Unapofanya mazoezi misuli yako unaishinikiza kutumia sukari, kama kuna mafuta yanaunguzwa. Yes, lakini ni kwa asilimia za kawaida sana. Asilimia kubwa ni kwenye chakula. Asilimia kubwa ni kwenye chakula. Naamini umejifunza, na kama wewe ni mgonjwa mwenye kisukari, unatamani kuingia kwenye program za kukusaidia kutokomeza hili tatizo kwa njia asilia kama vyakula na mbinu zingine ambazo tutakuelekeza, comment neno program au chukua namba kwenye bio hapo, tuwasiliane. Nitakupa utaratibu na tutakusimamia kwa ukaribu ili uweze kufanya tiba, tatizo lako liweze kuondoka. Naitwa Sam Nature.
turudi kwenye nature.